Karibu sana ndugu mpendwa katika chaneli yako pendwa ya Jipe Media, tuweze kufahamu ishara na maana ya kuota ndoto vampire anakunywa damu. Vampire huyu ni kiumbe ambaye anakuwa anafanania na mtu ama umbo fulani la kiumbe fulani ambaye hutumia damu za wanadamu ambao wako hai kuweza kuishi. Sasa tuweze kufahamu pindi ambapo unamuona vampire katika njozi anakunywa damu katika mazingira fulani. Inaweza ikawa ananywea kwenye chombo ama inaweza ikawa anakunywa damu ambayo anaitoa kwa mtu aliye hai. Hii huwa ni ishara ya mtu kuhitaji zaidi ya unavyompa. Ina maana katika mfumo wa maisha yako kuna mtu ambaye pengine unampa huduma fulani ama umekuwa ukimjali na kumpatia baadhi ya vitu ambavyo kimsingi kuna mazingira ambayo alikuwa anavikosa, lakini mtu huyo bado inaonyesha kwamba hawezi kuridhika ama bado hajaridhika, hivyo anahitaji zaidi na zaidi uendelee kumpa, na hata wakati mwingine anakuwa akitamani baadhi ya mambo mengi uweze kumfanyia yeye peke yake. Hivyo anachotakiwa ni kuweza kuwa makini, kwa sababu mtu huyu tayari tamaa imekwisha mvaa ama tayari amekwisha kuwa na tamaa. Hivyo sio mbaya kuhitaji zaidi, lakini mbaya anakuwa akiendelea kuhitaji zaidi ya vile ambavyo umemsaidia ama vile ambavyo umeweza kumfanyia. Hii inaweza ikaja kuwa hatari kwa upande wako, kwa sababu tamaa hii iliyomuingia inaweza ikambadilisha na kuhitaji zaidi, kiwango ambacho kikaja kuathiri hata baadhi ya vitu ambavyo unavifanya katika mfumo wa maisha yako. Hivyo natakiwa pia uweze kuwa makini kwa mtu ambaye anakuwa akihitaji msaada wako. Hivyo pima uwezo wako, lakini pia pima na mazingira ya mtu huyo, kama kweli unamsaidia katika hali ya yeye kuwa na wema ama kuwa na matazamio mema katika mfumo wa maisha yako. Unaweza ukawa unamsaidia lakini kumbe akawa tofauti na moyo ambao unakuwa ukiuonyesha kwake. Lakini kubwa zaidi ni kumwomba Mungu, kumshirikisha Mungu, kwa sababu yeye ataweza kukulinda, lakini pia atazuia mabaya yote ambayo yanaweza yakaandaliwa ama kuhitaji kujitokeza kutokana na mtu huyu ambaye unakuwa ukimsaidia ama ukimpa vitu fulani ambavyo vinakuwa kimuhimu ni katika hali ya kumboreshea mazingira yake ya yeye kuweza kutulia, lakini pia kuishi kwa amani. Lakini pia huambatana na ishara ya kuhisi kuharibiwa. Ina maana kuna vitu tofauti ambavyo unakuwa unavifanya katika mfumo wa maisha yako. Pengine kuna vitu ambavyo vinakuwa vikihusisha mazingira fulani ya kazi zako ama mazingira fulani ya mfumo wa maisha yako katika hali ya majukumu ya kila siku na maisha ambayo unakuwa ukiishi. Unahisi kuharibiwa kwa sababu kuna mazingira ambayo unakuwa ukiyaona ya kwamba pengine kuna aina fulani za watu hawataki ama hawapendi hicho unachokifanya. Hivyo kukitokea tukio fulani unahisi ya kwamba huenda ni wao moja kwa moja wameshaanza kufanya vitu ambavyo vinakuwa ni vya uharibifu. Achana na mazingira haya ya kuhisi endapo utakuwa haujaweza kushuhudia ama haujaweza kupata uhakika wa mambo. Kubwa zaidi inatakiwa uweze kwanza kuchunguza kwa makini. Kama utakuwa na dalili hizi za kuhisi ya unaharibiwa na watu fulani, fanya uchunguzi ambao unakuwa ni wa kimya kimya, lakini ukishabaini basi ndipo unaweza ukafanya kitu ambacho kikawa ni katika mazingira ya kuweza kuwaweka mbali hawa watu ambao wanakuwa ni uharibifu katika mazingira yako ama vitu ambavyo unakuwa unavifanya. Lakini pia usichukue maamuzi pindi ambapo unakuwa hujapata majibu kamili ya kwamba watu hao wanasababisha uharibifu katika vitu vyako ama mambo yako ambayo unakuwa unayafanya. Hivyo mshirikishe pia Mungu, kwa sababu yeye anaweza akawa ni salama yako ama kinga yako, wasiweze kufanikiwa kukuharibia hata pale ambapo panakuwa ni pa muhimu zaidi ama ndio msingi wako wa misimamo yako. Lakini inatakiwa kuweza kutafuta majibu ya mambo tofauti tofauti ili uweze kuomba msamaha kwa mtu ambaye unakuwa umemkosea. Hivyo utapima mazingira yako, kama kiuhalisia kuna watu ambao unakuwa hauko nao sawa, basi ni wakati sahihi wawe kuweza kuandaa mazingira ambayo yatakuwa ni ya kutengeneza ama kurejesha amani dhidi ya watu ambao unakuwa umekosana nao, kwa sababu pindi ambapo wataendelea kuwa na kinyongo ama kinyongo hicho kitakapoendelea kuwepo kati yako na hao watu, basi hiyo ni sumu ambayo itakuwa ikiendelea kutafuna ama ni sumu ambayo itakuwa ikiendelea kukufanya kuwa na roho ambayo sio ya kawaida, ama tunasema roho ambayo inakuwa haina utu ndani yake. Lakini kama ukiweza kusuluhisha mambo hayo yakaweza kuisha, basi moja kwa moja utakuwa na mazingira ya amani ambayo yatakuwa ni mepesi kwako kuweza kutimiza vitu tofauti na kufanya mambo tofauti, jambo ambalo litakuwa ni zuri zaidi, lakini pia jambo ambalo litakuwa ni la msingi mno pindi ambapo unakuwa umesameana na watu hawa. Lakini pia huambatana na ishara ya mtu kuhitaji kujinufaisha kupitia wewe ama kupitia mazingira yako ambayo unakuwa ukiishi ama kutimiza wajibu fulani.
Hivyo inatakiwa kuweza kuwa makini, kwa sababu mtu ambaye anahitaji kujinufaisha kupitia wewe anakuwa sio mtu mwema. Huyu anakuwa akiambatana na mazingira ambayo yanakuwa ni kama ya kukutakia mabaya, ama tunasema ya kukutakia wewe kuweza kukwama. Ndio maana kila kitu ambacho anakuwa akikihitaji ama kila jambo ambalo anakuwa akilihitaji, basi wewe unakuwa ni kipaumbele zaidi. Hivyo inatakiwa kuweza kuwa makini, kwa sababu kama umejikuta unatoa sana katika mazingira fulani na huyo mtu anakuwa hana hata chembe ya kuweza kusema vitu vingine, hapana, naomba uishie hapa, ama yeye mwenyewe utoaji wake pia unakuwa ni mdogo, ama nguvu ambayo unakuwa unaionyesha wewe na ambayo anakuwa anaionyesha yeye ni ndogo, basi natakiwa uweze kuwa makini sana, kwa sababu huyu mtu anakuwa hana mazingira ya wema katika hali ya kuweza kujenga na kuimarisha kwa upande wako. Hivyo kuwa naye makini, kwa sababu yeye yuko kwako kuweza kujinufaisha yeye mwenyewe, ama tunasema kuweza kuangalia mambo yake yanakwenda vizuri ama yanasimama vizuri katika mazingira fulani. Lakini kubwa zaidi, endelea kumwomba Mungu ama mshirikishe Mungu katika mfumo wa maisha yako, ili aweze kukuepushia aina za watu kama hawa ama mazingira ya watu kama hawa, kwa sababu kwa asilimia kubwa watu kama hawa wanakuwa sio wazuri katika afya ya ndoto zako na malengo yako. Utajikuta unatoa sana, lakini pia utajikuta wewe ndiyo kipaumbele kwake, ama wewe unafanya kila kitu kiasi ambacho hata kama ukikwama wakati mwingine hautopata msaada kutoka kwake. Lakini pia huambatana na ishara ya kuhofia hali fulani. Ina maana katika mfumo wa maisha yako kuna jambo ama kuna mazingira fulani ambayo yapo, hivyo kuna kila dalili ya kwamba unakuwa na hofu ama unakuwa na changamoto ya kuweza kufanya maamuzi fulani, kwa sababu ya kuwa na wasiwasi mkubwa katika mfumo wa maisha yako. Hivyo inatakiwa uweze kujiamini, lakini pia simama katika msimamo mmoja, usihofie chochote, kwa sababu utakavyozidi kuhofia utakuwa ukipata wakati mgumu hata kuweza kuamua mambo ambayo yanakuwa ni ya msingi kuweza kuyatimiza katika mfumo wa maisha yako. Mshirikishe Mungu, lakini pia jenga imani ya kuweza kujiamini pia we mwenyewe katika vitu ambavyo unakuwa unavifanya, ya kwamba vitafanikiwa. Huku ukimwomba Mungu, huku ukimshirikisha Mungu katika mazingira hayo, basi itakuwa ni jambo zuri na salama kwa upande wako. Lakini pia huambatana na ishara ya kuja kwa jambo lenye usumbufu. Ina maana katika mfumo wa maisha na vitu ambavyo vinaweza vikajitokeza katika mazingira fulani, lakini katika hali ya kuleta changamoto ambazo zinakuwa zikikukwamisha ama tunasema kuleta aina fulani ya usumbufu ambao utakugharimu ama tunasema utakufanya ushindwe kuweza kutekeleza wajibu kwa wakati ama kwa muda fulani. Hivyo utajikuta ukipanga mazingira fulani ya kuweza kutimiza malengo fulani, lakini mazingira hayo yanajitokeza katika hali ya kuweza kukwamisha ama katika hali ya kukurudisha nyuma. Hivyo unajikuta ukianza na kwenda, lakini huu ni usumbufu ambao unajitokeza katika mazingira fulani ambayo hujaweza kuyabaini. Hivyo natakiwa uweze kubaini nini chanzo ama nini sababu ya jambo hilo kuweza kuwepo katika mfumo wa maisha yako. Hichi ni kitu ambacho kitakufanya uweze kutatua tatizo ama jambo hilo kama changamoto kwa wakati ambao unakuwa ni sahihi na kwa muda ambao utakuwa ni wenye manufaa katika upande fulani. Hivyo fahamu ni ipi mizizi ya tatizo ama jambo hilo ambalo linaleta usumbufu katika mfumo wa maisha yako, ili uweze kusuluhisha kwa wakati na kwa muda mwafaka. Kubwa zaidi, endelea kumwomba Mungu ili aepushe mabaya yote ama changamoto zote ambazo zinahitaji kukwamisha ama kukusimamisha wewe kutoendelea na safari ya mafanikio. Lakini pia njozi kama hii huambatana na ishara ya magonjwa. Ina maana katika mazingira yako ya maisha yako ambao unakuwa unaishi, pengine kuna aina fulani ya maradhi ambayo yanakuwa yanakusumbua, ama pengine kuna kila dalili na kila ishara ya kuweza kujitokeza kwa aina fulani ya magonjwa. Inaweza ikawa ya mlipuko ama inaweza ikawa ya kutofahamika ni wapi yalikotokea. Hivyo inachotakiwa ni kuweza kumwomba Mungu ili aweze kuzuia mazingira haya ambayo yameambatana na njozi kama hii ya kuja kwa magonjwa ama maradhi fulani ambayo yatakuja kukusumbua ama yatakuja kuleta adha katika mfumo maisha yako. Nikushukuru sana na niseme asante. Hii ni Jipe Media. Binya subscribe button, share, like, comment. Tuweze kukutana katika tafsiri nyingine, na Mungu akubariki sana.